aliona ni vema atume msaidizi wa kusema hakomboe watoto wa Israeli. Nataka kuongea kitu moja asubuhi ya leo, ndugu mpendwa, nahitaji unisikie sana kwa makini. Kwenye kuko probleme kila siku njoko kuna kuwaka solution, na ikiwa kama hakuna probleme hakuwezi kuwa solution. Kama probleme inaweza kuwa, c'est-à-dire que na nyuma ya hiyo probleme tunapaswa kuwa tu kuko solution au solution Kiswahili. Kama hakuna tatizo, kama hakuna probleme, na vile vile solution haiwezi ikapatikana. Nafikiri vitu yenyewe naeleweka. Naweza angalia mfano leo, Mfransa ndio anasema qui veut la paix prépare la guerre. Tukiangalia leo manchi mingi sana ya Mwafrika, mbele ya kuingia muamani, ile manchi inaingia kama vita sana. Inafanya mavita, ila baada ya ile mavita kuna kuwaka ni amani. Ile ni inakuwaka nini? Ile tatizo ya vita ambayo ilikuwa au ile tatizo ya vita ambayo ilitokea inakuwaka inakia leta solution. Sasa nasema hapana, hacha tuikale kumeza ya majadiliano, tujadiliane, tuangalie tatizo gani ambayo yenyewe lituma tunakufa, tuko tunauana, tuko tunapigana kaza na kaza. Acha tuelewane. Unakuta voilà, unakuta watu wanaikala kumeza ya majadiliano, wanajadiliana, wanatrouver solution, wanapata compromis moya, na après le compromis kupatikana, wanaingia pale pale msolution yenye kwa amiable na amani inaingia. Ndio vile jinsi Mungu na Isa alivyoona. Watoto wa Israeli walikala Misri miaka 430, waliteseka sana, walikuwa utumwani kule Misri. Jinsi walilia sana, wakalalamika, wakapiga fujo. Huku nyuma mutatu yake sui saba, Mungu anasema aseme na nilisikia kilio cha watu wangu, nilisikia kilio cha watu wangu, na hivi sasa nashuka ili nije niwagomboe. Mungu aliposikia kilio cha watoto wa Israeli, na njoo pale alisema hapana, ifo nitume Musa juu aende anigombolee taifa langu mu mikono ya Farao. Amen, mdogo mpendwa. Unajua distance ya Egypt au Misri mpaka Israeli ni fasi kwenye kuko kilometre 623. Ile distance trajet ya pale ni 623 kilometre. Lakini kufatana na mioyo migumu ya watoto wa Israeli, kufatana mioyo migumu ya watoto wa Israeli wakati wako wanatoka Misri, walishindwa kujua vingapi ambavyo Mungu alishawafanyisia tangu wakati wako utumwani. Mungu nafikiri alipiga mapigo na mapigo na mapigo, alipiga wa Misri mapigo na mapigo, ndio kusema sema Farao aone ukuu wa Mungu, lakini yote Farao yeye hakutambua. Na hawa watoto wa Israeli nao walivaa mioyo migumu. Walipovaa mioyo migumu, ile distance ya kutoka Misri kwenda Israeli ni fasi yenye ko 623 kilometre, lakini kwa ile distance fasi yenye watu wanaweza wakapotembea omwe siku mbili lwa migulu au siku tatu, lakini watoto wa Israeli walijikuta ile fasi wanaitembea miaka 40. Nikihesabia mwa ile masiku yote ambao waliotembea pale, yaani walikuwa wanatembea kwa mwaka moja, walikuwa wanatembea 15,573 metre kwa siku, njoo kwa mwaka pito, njoo walikuwa wanatembea 15,573 metre, njoo walikuwa wanatembea kwa siku moja. Ujimagine na wendo, eske inawezekana wewe kwanza kama hivi kisi tuko leo, wewe ukisema utembei kwa siku moja, unatembeaka kilometre ngapi kwa siku? Nafikiri unatembeaka kwa siku kilometre mingi sana, lakini Mungu ajili alipenda ajitukuze. Mungu alipenda aoneshe ukuu wake. Mungu alipenda watoto wa Israeli awapitishe tena kwanza msomo la magumu, juu wapate kumtambua, wajue kwamba yeye ni Mungu ni nani. Aliwazungurusha ile nafasi muda wa miaka 40, wako wanazungurukia pale pale, hawajui wako wanaenda wapi, mpaka ilifikia wakati yenye watoto wa Israeli wanapiga kelele, wanamlalamikia Mungu, wanamlalamikia Musa,
wanalalamika sana juu ya Musa, lakini Mungu alikuwa na objective, alikuwa anajua kwa juu ya nini iko nafanya yale yote. Sikiliza ndugu, nikwambie kitu kimoja. Unajua, hauwezi kuwa Mkristo mwenye kukamilika wakati haujapitia somo la magumu. Hapana, hapana kabisa, never. Hauwezi kuwa Mkristo mwenye kukamilika wakati haujapitia somo la magumu. Hauwezi ukakamilisha Ukristo wako. Kwa kusema wewe ukamilishe Ukristo wako, ni lazima kwanza upitie somo la magumu. Na somo la magumu ambayo tuko tunapitia ndani ni maobstacle ambayo tuko tunakutanana nao mu ministeri. Unakuta unakuwa na watu wenye kwa sasa iko mafado, wanakuwa sasa ile mizigo kwako. Unaweza ukaambia watu hivi lakini wanakupinga hivi. Unaweza ukasema hivi wanakupinga hivi. Unaweza ukatoka huko unaenda fanya evangelization, huko unatukaniwa, unapigwa majiwe. Voilà, hiyo ndio maobstacle na ndio vile ndio masomo ambayo tuko tunapitia ndani ya kukamilisha utumishi wetu, ya kukamilisha Ukristo wetu. Na kama haujaona hivyo vitu, kama hivyo vitu havijakufikia wewe, ujue ya kwamba Ukristo wako bado haujakamilika. Wewe haujakuwa Mkristo kamili. Mkristo kamili ni ule ambaye atakayetembelea mumiba, mumatope, mumagumu ya kaza na kaza. Utavaa uchi, utatembea miguu chini, utapanda milima na mabonde, utaenda lala mubaridi, mumatope ajili ya kazi ya Mungu. Ile yote ukisiporte, hapo utakuwa ukamilisha Ukristo wako mbele ya Mungu. Ilifikia wakati watoto wa Israeli wanasikia njaa sana na kiu. Wanasikia njaa sana na kiu mule mdezero, wakati ilikuwa wanazunguruka, wanasikia njaa, wanasikia kiu. Wakamlalamikia Musa, wakaambia yeye Musa, hii ndio maisha ambayo ulituona tukuje ndani tukie kupatia maisha kama haya? Eske kule Misri kwenye tulikuwaka uliona kama hakuna makaburi yenye tungelizikiwa eko kule? Wewe kusema sema sisi tukie kufia humu mdezert. Musa yeye alikuwa sasa vile berger, alikuwa sasa vile mchungaji mwenye iko naongoza kondoo kwenda kukulisha majani. Musa hangelifanyaka kitu kwa ile wakati, lakini Musa naye vile vile alikuwa anajitegemea kwa Mungu. Msaada wake ilikuwa ni Mungu, basi alikuwa na mission yake ilikuwa kutoa watoto wa Israeli Misri na kuwabeba mtere promise, kuwarudisha Israeli. Ndio ilikuwa mission ya Musa. Lakini hivi nataka kusema aseme njaa nini na nini, Musa yeye hakujua, lakini anajitegemea Mungu, akisema kwamba hii ambayo Mungu ananipatia hii mission, yoyote vile venye vitapitika huko mbele, kwa maana Mungu ndio alisema atatembea nasi, hata niachilia, hata tupungukia, bali atakuwa nasi kwa kila jambo. Leo hii ugumu wa maisha huko unatuma watu wanamsahau Mungu, kama vile jinsi watoto wa Israeli walimsahau Mungu wakati wako mdezert. Wako wanampigia Musa kelele ya kusema ya kwamba tunasikia njaa, tunasikia kiu, uliona kwamba tukie tufie humu mdezert. Na hivi leo kuko watu wengine juu ya magumu kidogo tu unakuta anamtupa Mungu. Hii period tuko mperiode yenye iko très difficile. Tuko wakati ya coronavirus. Na hiyo wakati wa coronavirus huko watu wengi sana ambao walianguka, walitupa kabisa Ukristo, wakasahau Ukristo wao ajili ya hii period ambayo tuko nayo ya corona. Hivi kila mtu yuko analalamika, kila mtu analia krize, sina franga, sina. Juu ya nini? Hakuna chenye kinaongoka dunia nzima. Na juu ya hivyo kuko wale ambao wanaanza fika leo kumtukana Mungu. Kuko wale ambao wanafika leo wanamkufuru Mungu kwa kusema huyu Mungu hakuachi tena. Siku huyu Mungu hatendaki tena. Huyu Mungu hasikiaki tena. Hapana. Neno la Mungu linasema ya kwamba sikio la Bwana si nzito ili apate kusikia, na mkono wake si mfupi ili apate kubariki. Mungu hakusahau magumu ya watoto wa Israeli. Mungu hakukosa kusikia kilio ya watoto wa Israeli, lakini Mungu alikuwa na lengo lake ambao alikuwa analilenga kwa watoto wa Israeli, na ndio kwa maana aliwaachia ule muda mrefu
wasumbuke, wamwingie mwa ile somo la magumu, wasumbuke kwanza, waangaike, waingie mu magumu, waone souffrance. Ndio kwa maana Mungu aliwaachilia. Na hata leo hii kama Mungu anaweza kuwa alituachilia mwa hii hali ambayo tuko nayo, ni juu ya kupenda kupima imani zetu, kuangalia imani zetu ziko modeli gani, kuangalia sisi tunasimama modeli gani mbele yake Mungu. Ndio kwa maana Mungu leo anaweza kuwa aliachilia hii corona ikuwe hivi. Ugumu wa maisha usitume na mkufuru Mungu, hapana. Kutokuolewa kwako isitume na mkufuru Mungu, hapana. Kutokuzaa kwako isitume na mkufuru Mungu, hapana. Kukosa kwako kazi isitume na mkufuru Mungu, hapana. Kukawia kwako kupona magonjwa isitume na mkufuru Mungu, hapana. Kaza magumu yote ambayo uko nayo isitume unatoka muimani. Bakia tu kwa imani. Haya magumu ambayo uko unaona leo, kesho hautayaona tena. Leo uko unalia Bwana, lakini kesho ukimpata huyo Bwana utasahau yale ambayo uliyopitia jana. Leo uko mgonjwa, lakini kesho Mungu akikuponya yale magonjwa utasahau haya magonjwa kama siku moja niliugua, na itabakiaka histori. Hii corona ambayo tuko tunasikia leo, corona. Hii corona kesho itatoweka, na kesho tutaishi bila corona. Hii corona haiko mgonjwa wa kwanza kuja mdunia. Kushakia magonjwa yenyewe natikisa dunia, na hii nayo itapita, ni muda tu. Haya magumu ambayo sio wote tunapitia ndani, magumu ambayo unapitia ndani, magumu ambayo community nzima inapitia ndani, usiwaze kama ndio mwisho wa maisha. Hapana, hii ni mwanzo wa kitu kingine kipya. Hapa kuna kitu kingine fulani ambacho Mungu iko naandaa ajili yako. Hapa kuna kitu kingine fulani ambacho Mungu iko na tayarisha ajili yako. Kwa hiyo usivunjike moyo ya kusema kwamba hivi sasa ndio mwisho wa maisha. Hapana. Kama vile watoto wa Israeli walisahau miaka ya mingi sana, walikala muutumwa, wakateseka, walipigwa fimbo, walikuwa esklave, wanabebwa tu, wanasema baba bebe masiku kidogo, wanasahau vile vitu walipitiaka ndani, wanakuwa tena wanamlaumia Musa kwa kusema kwamba kwa nini unatuleta huko? Yaani uliona Misri hakukuwa makaburi yenye tungelisikiwa kwenye, uliona ni vema tuleta huko mdesert, tukufia huko mdesert na njaa, tukufia huko mdesert na kiu. Hapana ndugu mpendwa, usiwe kama vile watoto wa Israeli jinsi walivyokumkashifu Mungu, wakasahau pigu ambazo Mungu alipiga watoto wa Misri. Kulikuwa manzike, maji iligeuka damu, siu mzaliwa wa kwanza alikufa. Kulikuwa vitu vingi sana ambavyo vilivyopitika Misri. Mungu kwa kupenda kuangalia moyo wa Farao, kama Farao anaweza regeza moyo, aachilie watu wake waende. Hiyo yote Farao hakuregeza moyo, na hiyo yote Mungu alikuwa anafanya ajili ya watoto wa Israeli kwa faida yao wenyewe. Lakini mule mdesert walisahau yale yote ambayo Mungu aliyofanya ajili yao kule Misri. Yote walisahau, wakatupa, mpaka wanafika kumkashifu Mungu, wanafika kumkufuru Mungu, wanafika kuona kwamba Mungu hafai, Mungu hatende, Mungu hasikii, Mungu hafanyaji tena kitu, Mungu hakwaji tena. Ndio sema nifikirie. Lakini Mungu anakuwa kama mwaminifu kila siku. Mungu anakuwa kama mwaminifu. Ajili anasema hivi, anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Nijua kwamba Mungu anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Mungu hawezi akakupitia kando, hapana. Hata kama magumu inaweza kuja modele gani, hata kama miaka inaweza pita, nenda rudi, vumilia. Ni muda tu, lakini wakati mwingine utafika wa vile vyote ambavyo unapitia ndani vyote vitatoweka, na unaingia kwa maisha mapya. Una tourner page, na mtu kisha tourner page au direct tena ile page ushasoma. Hapana, unakuwa una avancer, unaenda mbele. Najua kwamba uko na avancer, unaenda mbele. Ile ya kale yametoweka, tunaanza sasa ni mambo mapya. Haleluya. Basi Musa akasikia sabila anasononeka ndani mwake, akasikia sabile anauzika kufatana na kilio ambacho watoto wa Israeli walikuwa wanamlilia, kufatana na njaa, kufatana na kiu. Musa naye akamulilia Mungu, akaenda kumulilia Mungu.
Mungu akamwambia Musa hivi. Mungu akamwambia Musa hivi, ambia hawa watoto wa Israeli wasimame na waendelee na safari. Haleluya. Oh, Mungu ni mwaminifu. Ambia watoto wa Israeli wasimame na waendelee na safari, wasonge mbele. Hawa ambao mnayewaona leo, Wamisri ambao mnayewaona leo, kesho hamtawaona. Ndugu mpendwa, simama katika imani. Magumu unayoyaona leo, kesho hautayaona tena. Corona ambaye leo anakuwa sasa ndio hymn national, hautamsikia kesho. Kutokuolewa kwako, kukawia kutokuolewa kwako, kesho utaolewa, ule mseliba utakutoka. Umasikini ambao uko ndani, kesho utatoweka, utakuwa tajiri. Na ukikuwa tajiri, yale yote utakuwa usahau. Mungu alipomwambia Musa, ambia watoto wa Israeli wasimame na wasonge mbele. Wamisri mnaowaona leo, kesho hamtawaona. Kesho hamtawaona. Mungu ni mwaminifu, tena ni wa haki, ambaye anaheshimu neno lake ambalo linatoka mkinywa chake, kuzidi jina lake. Na akasema ya kwamba hakuna chenye alitamka, kila ambacho kilichotoka ndani ya kinywa chake kitarudi bure bila kutimia. Ni lazima neno yote ambayo Mungu aliyesema, yote ambayo Mungu aliyetamka ndani ya kinywa chake, mbele ya kurudi itimie kwanza. Haiwezi karudi bure bila kutimia. Basi Musa alisimama na watoto wa Israeli wakaendelea na safari. Wanaendelea na safari. Walipoendelea na safari, walikuta sasa obstacle kubwa sana mbele yao. Walikuta maji mengi sana iko mbele yao. Nyuma yao Farao anakuja na kasi na wajeshi wake ajili ya kukamata watoto wa Israeli kuwaua. Nyuma hakuna jinsi ya kurudia nyuma. Wakisema warudie nyuma, yani watauawa. Wakisema waende mbele, maji iko kule mbele, hakuna jinsi waende mbele. Musa alimulilia tena Mungu. Mungu akamuuliza Musa hivi, una nini mikononi mwako? Musa akamwambia Mungu kwamba nina fimbo. Unajua kitu kimoja, siri moja nataka nikuibie ni nini, ndugu mpendo? Katika kitabu cha Yohana 14:6 yake inasema hivi, Yesu ni njia ya kweli na ya uzima. Yesu ni njia ya kweli na ya uzima. Mungu alitaka ajitukuze, kwa maana alisema yeye ndio njia ya kweli na ya uzima. Basi Mungu akamwambia Musa hivi, pasa hiyo fimbo yako juu na upige juu ya maji. Basi maji itakatika mara pili, na hapo watoto wa Israeli watapata njia mchikavu, ambao watapata njia ya kuvuka ngambo nyingine. Musa alipofanya vile, maji yalikatika mara pili. Nilikuambia kwamba Yesu ndiye njia ya kweli na ya uzima. Katika macho ya kinyama tunaona kwamba ni maji yalikatika mara pili, lakini katika kiroho nataka nikuibie siri moja, sio maji ambayo yalikatika mara pili, hapana, bali Yesu alilala pale akageuka kilalo, na watoto wa Israeli wakapata njia ya kupitia eko juu ya Yesu. Walipopita wote, Farao alikuja na kasi, alikuja na moto mwingi sana, kama vile jinsi Mungu anavyosema, asema nitaufanya moyo wa Farao mgumu naye atawafuata. Na kweli Farao alikuja na moyo mgumu sana. Wakati anaona kama watoto wa Israeli wanapata njia ndani ya maji, alikuja naye na kasi kusema atapitia pale pale. Ni juu ya nini? Mungu alifanyaka moyo wa Farao kuwa mgumu. Na Mungu alikuwa anahitaji, alikuwa anataka ajitukuze, ajipatishie heshima, kama vile Biblia inasema, ajipatishie heshima mbele ya Farao. Farao alikuja na kasi sana, watoto wa Israeli wote walishafuka. Wakati tu Farao anakuja na kasi, Yesu mwenye ni njia ya kweli na uzima, analala juu ya maji, alisikia vitu tofauti kumgongo wake. Sema amen, ndugu mpendwa. Alisikia vitu tofauti kumgongo wake.
aliposikia vitu tofauti, hata wewe kama vile mzazi, najua kama sote tuko wazazi na ikiwa kama mtoto wako anaweza akakupandia kumgongo, unajua pua, unajua kilo ya mtoto wako, utasema ase no, huyu mtoto wangu. Na ikiwa kama ni mtoto mwingine wa jirani au mwingine mwenye hujui, utasema huyu ni nani? Na utageuka nyuma, wapenda uangalie ni nani mwenye anakupanda kumgongo. Kuna kitu tofauti ya kile ambacho unachokizoea wewe. Yesu aliposikia kuko kitu tofauti, aligeukaka akatoka kile kilalo ambayo ilikuwa lisikia njo kilalo, akatoka. Alipotoka mara moja, Farao na jeshi lake lote lilianguka ndani ya maji. Walipoanguka ndani ya maji, Farao na jeshi lake lote liliangamia. Haleluya mpendwa, haleluya. Farao na jeshi lake lote liliangamia ndani ya maji, wote wakaangamia ndani ya maji. Watoto wa Israeli wanakuwa ngambo nyingine ya pili ya maji, walienda kule, wakienda wanarukaruka wakiimba, wanaona sasa utukufu wa Bwana, wanaona sasa ukuu wa Mungu, wanaona yale ambayo Mungu anaowatendea. Walienda wakirukaruka na kuimbaimba. Haleluya. Watoto wa Israeli walienda wakirukaruka na kuimbaimba na kumsifu Mungu kwa yale makuu na maajabu ambayo Mungu aliyowatendea. Sikiliza ndugu mpendwa, nilisema hivi, magumu yote ambayo uko nayo isikutoe wewe mbele ya Mungu. Magumu yote ambayo uko nayo isikutoe katika imani. Magumu yote ambayo uko nayo isitume wewe unamkufuru Mungu. Ni wakati tu, ni wakati tu. Ile mlingala wanasemaka eloko ndeloko yaka na ngongana yangu. Kila kitu inakuwa na wakati wake. Kuko wakati wa kuvuna, kuko wakati ya kulima na kuko wakati ya kuvuna, kuko wakati ya kucheka na kuko wakati ya kulia. Na kama kuko wakati ya kucheka na kulia, maana yake kuko wakati ya kulia na wakati mwingine wa kucheka. Hiyo inakuwaka. Mlimaji anaanza kulima. Unalima, unapanda. Baada ya kupanda uko unalima kwa jasho. Unapanda kwa jasho, lakini wakati ya kuvuna, unavuna sasa kwa furaha. Unavuna sasa kwa furaha. Kama vile tena mtu unaweza ukalia, mtu unalia miaka mingi sana, unalia miaka nenda rudi, lakini uko siku moja ya wewe kucheka. Na ile siku ambayo utakayocheka, utasahau ile kilio chote ambacho ulichokipitia ndani. Ajili ya magumu unayoyapitia isitume unatupa Ukristo wako. Ajili ya magumu unayopitia isitume unamsahau Mungu. Ajili ya magumu unayopitia isitume wewe unasema kwamba Mungu hakuachi tena. Huyu Mungu sijui alienda voyage, huyu Mungu sijui kwa vacances, huyu Mungu, kama vile wengi wanaanza kusema leo. Hapana. Hapana. Hapana kabisa. Asha. Kuna wakati nyingine Mungu, mtu unaweza pata sufrance, unapata magumu mingi sana. Unalilia Mungu, unaomba Mungu si kama mchana. Mungu anafanya samblasa vile mwenyewe akusikii. Mungu anafanya total, anakala saa vile mwenyewe akusikii. Anafanya vile mwenyewe akusikii. Lakini sio kusema kwamba Mungu asikii kilio chako. Sio kusema kwamba Mungu asikii maombi yako. Hapana. Mungu naye anakuwa anahitaji angalie imani ya mtu. Apime imani ya mtu. Angalie kwenye mtu niveau. Majaribu, Biblia inatuambia kwamba majaribu inakuwa ni mtaji kwa Mkristo ili imani yake ipate kuongezeka. Na ikiwa kwamba wewe hautavumilia magumu, ikiwa unahitaji kitu gani sasa kiongeze imani yako? Yenye utavumilia leo njoo itakupatia nguvu ya kesho. Ya kusema hivi venye ikifika kesho, hivi venye naona leo ni venye nilishabipitia jana. Sasa haya ziki ya jana na hivi navyo vitatoka tu. Mtatoka mwai. Na haya nayo mtayatoka. Hata ufikie mumaji yanakuwa mshingo, mtumainie Mungu. Useme kwamba Mungu wewe unaweza. Mungu wewe unajua. Mungu wewe una kila kitu, una nguvu na mamlaka ya kuniondoa mwaya tena. Kama vile kisu ulivyoniondoa mwaya jana, na haya tena unaweza kuniondoa. Mungu hawezi akakuachilia hapa.
Vile kisi Mungu alipasuaka bahari nyekundu juu ya watoto wa Israeli wapate njia ya kupitia. Ndugu mpendwa, na wewe Mungu hata kuachilia. Yeye anapasua njia pasipokuwa njia. Yeye ambaye iko na nguvu na mamlaka ya kuhamisha mlima, anaambia wewe toka huko naenda huko. Nicho ipo hivyo. Iko na manjia maelfu na maelfu. Anaanzia pale kwenye wewe unasikia moyo wako unachoka. Pale kwenye unasema mimi hapa nafika kumwisho, sitaweza tena. Mimi tena hapa njoo mwisho nakufa kabisa. Lakini njoo kwenye yeye sasa anapendaka anzi. Ajitukuze, aone Mungu wake, aoneshe Mungu wake. Hakuoneshe kama yeye anaweza kila kitu. Mungu anafanyaka sambla. Anafanya sambla complètement. Anakupatia mgongo. Uko na magumu, uko na shida, uko na matatizo, anafanya kama vile mwenyewe akusikii. Anakufanya kama vile mwenyewe akusikii kabisa. Na wewe, ikiwa kama uko mtu mwenye imani yako ikingaliki kidogo, njoo pale kwenye mtu unaanza sema sasa Mungu hakuachi tena. Mungu aliendaka vakansi. Mungu asikiaki tena. Mungu hatendaki tena. Hapana. Hapana. Mungu ni yule yule. Jana, leo, hata milele. Mungu hajawahi kubadilika. Wala Mungu hatabadilikaka. Mungu hajawahi kubadilika wala hatabadilikaka, ndugu mpendwa. Yule ambaye aliyetoa watoto wa Israeli Misri, akawapasulia njia pasipokuwa njia, njoo ninayemsema asubuhi ya leo. Nahitaji na wao kupasulie njia. Hakufungulie milango pale kwa Mungu anaona kama halitawezekana tena. Apafungue. Hakutendee pale kwa Mungu asema basi mimi nachoka nafika kumwisho. Yeye afanye maajabu yake. Apasue njia pale kwa Mungu anasema hapa sitapita mimi. Hakuna njia, apasue njia pale. Hakuponya haya magonjwa ambao uko na miaka na miaka na miaka. Uko unaugua magonjwa alikosa dawa. Natangaza asubuhi ya leo Mungu akuponye. Wewe ambaye ulikuwa na maombi ya miaka na milele amen, ya kusema uko tasa au jazaaka, nahitaji yule Mungu ambaye aliyepasulia watoto wa Israeli njia. Mumagumu ambao waliopitia ndani, na wewe akupatie mtoto asubuhi ya leo. Akutendee miujiza, ndio tunayemuita kwa asubuhi ya leo. Akugusi, apasue pale kwenye uko shachoka. Unasema hapa haiwezekani tena, usha desespere, maana yake ulishaka sahau. Unasema no, nafika kumwisho. Nafika usisikie huko watu wanasumbuka huko nje. Huko watu wanasumbuka huko nje. Lakini nakutangazia asubuhi ya leo iwe mwisho. Iwe mwisho sasa. Iwe mwisho. Mungu yule ambaye aliyetembea na Musa, Mungu yule ambaye aliyepasulia watoto wa Israeli njia kwenye kulikuwa hakuna njia, mumai akapapasua pakapatikana njia. Akupasulie njia asubuhi ya leo. Akutendee mema. Akutendee mema asubuhi ya leo. Nakutangazia ndugu mpendwa, Mungu akutendee mema asubuhi ya leo. Akumbuke haja ya moyo wako. Akumbuke yale ambayo uliolia miaka na miaka na miaka. Wewe ndio unajua ni kitu gani ambacho unachokihitaji. Wewe ndio unajua kitu gani ambacho unachomuomba Mungu. Wewe ndio unajua haja ya moyo wako. Nahitaji ile haja ya moyo wako. Asubuhi ya leo Mungu aitolee solution. Na wakati Mungu atakutolea tu solution, ukipata solution ajili ya tatizo ambayo uko nayo, yote yale magumu utaisahau. Yote utaisahau. Nilisema hivi, kwenye kuko tatizo, kwenye kuko problem, njoo kwenye banatafutiaka solution. Kwenye kuko problem, njoo kwenye banatafutiaka solution. Na ikiwa kwamba hakuna problem na hakuwezi kuwa solution, hapana. Ujue kama hayo magumu ambayo unapitia leo, kuko solution tu. Itakuwa solution tu, itapatikana. Ni lazima kukwe solution, itapatikana. Mungu hawezi karuhusu upate tu magumu hivi ya bure, hapana. Yenye haitakuwa na solution. Haiwezekani. Hapana, haiwezekani. Mungu hawezi karuhusu hiyo, hapana. Mungu akiruhusu kukwe magumu, upate shida fulani,
upate matatizo fulani, yaani pale mbele kuko solution, na hiyo solution itakuwa ni solution ya kukuvuta wewe machozi, ya kusema wewe usahau yale yote ambayo uliyoyapitia siku moja. Wale ambao wanakuwa kusabilia masiku ya kusema sasa kuna saa takufa kesho, kuna saa takufa kesho, wanakuwa kusabilia masaa, watakushota vidole nasema njoo la anapita. Tulikuwa tunamhesabilia masiku, tulikuwa mhesabilia masaa, lakini angaliki hai juu uko na Mungu mzima. Juu ulijua jinsi ya kusimama mbele ya Mungu wako, juu ulijua jinsi ya kujikomporte mbele ya Mungu, juu ulichunga imani yako. Usikufuru Mungu ajili ya magumu unayoyapitia ndugu mpendwa. Usimtukane Mungu ajili ya matatizo ambayo unayoyapitia leo. Hapana. Solution iko. Solution iko, itapatikana. Solution iko, itapatikana. Ni lazima Mungu alete solution kwa yale magumu ambayo unayokuwa nayo leo. Lazima Mungu alete solution kwa yale matatizo ambayo unayokuwa nayo leo. Njoo kwa maana nitaka nikwambie hivi, ukubali kwanza leo. Ukubali kwanza leo kupitia msomo la magumu. Kubali kwanza leo kupitia msomo la magumu. Nani mwenye kusomaka? Kila mmoja alisomaka, sisi wote tulisomaka. Nani mwenye alisoma na furaha? Hapana. Kuko watu ambao waliosoma iko naenda na njala kwa masomo. Wengine wanasoma anaenda kwa miguu chini. Havali hata viatu na anatembea kilometri na makilometri kwa naenda kwa masomo. Anasumbuka juu ya masomo, lakini baada ya kumaliza masomo yake unakia kuta mtu amkuwa nome, mtu moya deje subitu gani, mtu moya ajabu ajabu. Anasahau yale yote ambayo aliyopitia. Anakuwa sasa mwetape nyingine ya kufurahi. Kubali kwanza. Haya masomo ambayo unasoma leo ya kubali. Ni ajili ya kukutayarisha kesho. Ni jili haya masomo kwa unasoma yako yanakutayarisha kesho yako. Kesho yako itakuwa aje haya masomo. Na kama haupendi kusoma leo, na kama haupendi kupitia mwili somo la magumu leo, ujue kama hauna kesho ya mzuri. Hapana. Hauna kesho ya mzuri. Watoto wa Israeli wangelicheka ndio migumu, wanakatala, wanamkatalia Musa sema sisi hatutatoka Misri. Wanafikiria kwamba ile nchi terre promise yenye Mungu anasema kwenye kuko asali na maziwa, wangelifika ndani? Hapana, hawangelifika ndani. Lakini juu walikubali kwanza kutoka, hata kama walifika mle mdesert, wakaanza tena kumtukana Mungu, wakaanza kumkufuru Mungu. Wako na hatua ambao walifanya kwanza hatua. Jitahidi ndugu mpendwa, fanya na wewe hatua. Ufanye na wewe hatua. Usione ya leo tu. Hii ya leo ipokee kwanza. Ya leo uipokee kwanza na umwambie Mungu, ninashukuru kwa maana wewe unajua na unaona na unajua kwa nini leo unapenda iwe hivi, au unajua kwa nini leo unapenda iwe hivi. Umwambie Mungu nashukuru. Kisha uangalie sasa kesho Mungu atakufanyizia nini. Kisha uangalie sasa kesho huyu Mungu mwenyewe mtumainia leo, kama kesho hata kutendea. Uangalie kama kesho Mungu hata kupasulia njia pale kwenye ulikuwa unawaza kama hakuna njia, pale kwenye unawaza kama paishafungana, hapawezi pakawezekana tena kitu. Uone kama Mungu hatapasua. Mungu anatoa mtu kuzero na anampandisha kukuu. Mungu anatoa mtu kuzero mavumbini na anampandisha juu. Tukiangalia historia ya David alikuwa berishe. Alikuwa nyuma kule makondoo na mambuzi ya baba yake. Lakini wakati Mungu alipotuma mtu cha kupaka mafuta munyumba yabo David alikuwa anachunga kule makondoo na mambuzi. Pale kulikuwa matafu la banaume wasomi wakubwa yake ya David. Mwenye alikapakala mafuta, anaona huyo kuna saa njoo. Mungu amwambia sio huyu. Kuna jambo kuna saa njoo sio huyu. Kuna saa njoo sio huyu. Macho ya Mungu hayaoni kama vile ya mwanadamu. Hapana. Macho ya Mungu yanaona cha ndani, cha mtekiko ndani ya mtu. Wewe mwanadamu njoo unaona cha nje, lakini Mungu anaangalia, anavize kenye kiko ndani ya mtu.
ndo Mkenya na vize. Havize kia inja. Mungu haangalia apparence extérieure. Hapana. Mungu anaangalia kitu kiko ndani. Walipita wote wa ndugu yake ya David. Mungu anakatala, Mungu anakatala. Mpaka mmoja paka mafuta sema sasa hakuna mwingine mbona nakosa. Baba, kumbe baba ya mtoto anakuwa na sababu mtoto wake. Juu ya nini? Rien. David alikuwa mtumwa mwenyewe, haikuwa hata kitu. Baba akaikala kawaza sema no. Nakumbuka iko saa kuko kengine hivi kenye kiko kanachunga kule. Wasema mumuite. Walipomuita sasa wala njoo mwenye kwa natafuta. Macho ya Mungu hayatizami kama vile ya mwanadamu. Na Mungu, nilikwambia Mungu anatoaka mtu kuzero, anampandisha juu. Mungu ambaye alimtoa David chini akampandisha juu. Mungu ambaye aliyepasulia watoto wa Israeli njia pasipokuwa njia. Mungu ambaye aliyetenda mambo ya ajabu na Musa, njoo asubuhi leo nakutangazia akutendee maajabu, akuonekanie, akufungulie milango ya neema na baraka, apasue njia pale kwenye hakuna njia, apasue njia pale kwenye uko shachoka, unaona aseme havitawezekana tena, afanye maajabu, atende miujiza ya ile ambayo wewe peke ulikuwa tena auwazii. Haleluya, haleluya. Mungu akutendee mema ndugu mpendwa. Mungu akukumbuke asubuhi ya leo. Mungu akupasulie njia. Ikiwa kama ni magonjwa, Mungu ayaponye. Ikiwa kama ni hitaji ambayo uko nayo ya miaka na milele ya eleme, Mungu akujibu hiyo mahitaji yako. Afungue njia pale kwenye milango ilikuwa fungana. Na mbariki Mungu na neno libaki kwenu na kwangu. Amen. Glory, glory to God. Hallelujah. My. What a wonderful, wonderful word of God. I'm so blessed. He says that you should accept to go through the lessons of trouble. Pastor Abraham said, allow yourself to go through the lessons of trouble. And he said one thing very important. He said that there is no any trouble in your life which can never have a solution. If there is a trouble, that means there is a solution. If there is a problem, that means there is a solution. If there is no problem, that means there is no solution. So in your life, if there is no problem, that means you don't have solution. And when God allows you to be in problem, that means He has a solution. My. I think somebody's listening to this. My brothers, my sister, the children of Israel, he was talking about the children of Israel who was being taken out of Egypt, go through wilderness, and reached a certain level that there were water in front of them. And that water, because of that water, they couldn't go through. They couldn't proceed with their journey. Why? Because there was an obstacle in front of them. And that obstacle, a lot of people have it these days in their lives. That obstacle may be anything in your life. That obstacle may be anything you may mention in your life. And God says that obstacle became a problem to you. And if there is a problem in your life, there is always a solution. That is Pastor Abraham saying that. There is a solution in every situation you're facing. And you should allow to pass through the lessons of problem, to pass through the lessons of trouble, to pass through the lessons of tribulation, to pass through the problem of sickness, to pass through any issue you are facing now. Because in that issue you are facing at that moment, there is a solution at the end of it. Glory be to God. He said another point, saying that if you look in our lives, for us to reach at this level we are now, it's because we started going to school, and there is nobody who may say that I went to school while I was happy going to school. Others, they were going to school while hungry. Others were going to school while they don't have anything to put on their cloth. Maybe they have one cloth to go to school with. And when they come back home, they have to remove that cloth at night
and wash it, tomorrow morning they have to put the same cloth to go to school again. That is the life people were living. And at a certain point, after they finish that school, the life they are living now, if you count their cloth, it's not the same cloth they were washing at night before they sleep. The same cloth they were wearing, going to school, come back, play with it, doing everything with it, doing chores at home. After they have finished everything, before they went to sleep, they have to remove that cloth, wash it, and put it somewhere so that it can dry. And then tomorrow, they have to put it on and go to school again. That is the life other people are leading. And some of them, they have stories to tell you. But today, if you see their lives, they're not the same people who are looking for something to put on, who are lacking clothes, who are lacking food, who are lacking a good education, who are lacking love from parents. But today, they have everything. Why? Because they allow that trouble. They allow those problems. They allow those difficulties to be in their lives, and they learn through it. After that, they had solution at the end. Why? Because God has always a solution at the end of the problem. Pastor Jen, God bless you. My. I think somebody didn't hear that. Do you want me to repeat it? I will repeat it. At every end of a problem, there is a solution. And it's only when there is a problem. If there is no problem, there is no solution. That means a problem has a solution at the end. Night can never remain night forever. Day has to come. The rain can never rain forever. The rain had to stop at a certain point. In your life, those problems can never remain forever. Those problems will come to an end one day. Those people who are seeing you as useless, you can never remain useless forever, because one day you will be useful, and even to their lives. The people who are cursing you today, who can never look at your face today, tomorrow they'll clap hands for you. Am I talking to somebody? Am I talking to someone today? My brothers, my sister. He said again to this point, David was forgotten by his father, not another person, his own father, his biological father. After Samuel came to anoint a king, they forgot this child. Everybody was passing through, and he said, this one no, God didn't choose him, God didn't choose him. Up to the end, all the children ended. According to Jesse, to the children of Jesse, what he was counting is only the orders. This certain person wasn't counted. This person wasn't counted. He was useless. The father forgot him. And then he realized that, there is a certain person I remember. He is a shepherd. You may be a shepherd. You may be in darkness. You may be in trouble. You may be forgotten by people. But God never forgets you. Wherever you are, He remembers you. Glory be to God. Hallelujah. Let me tell you one thing. You don't need people to clap hands for you. You don't need people to remember you. You don't need people to know that you exist. You need God to know that you exist. Hallelujah. David knew that there is a certain person up there who remembers him. Despite my father doesn't remember me, despite my brothers doesn't count me, despite every person on earth doesn't believe in me, but God knows me. And because God knows David, He saw him in the bush. He saw him in the bush, despite his father. Forget that there is a son who takes care of his flocks in the bush. The father forget that there is a certain child who takes care of his flocks in the bush. But God, despite you are there, smelling with flocks, smelling like a flock in there,
God remembers you. God knows you by your name. God knows your address. And because he still knows you, despite the world doesn't know you, but there is a morning which comes in your life. And that morning when it comes, every person who didn't know you, they will know you. Every person who didn't recognize you, they will recognize you. Every person who didn't even remember your name, they will remember your name. Every person who didn't even mention your name, they will mention your name. Every person, even they didn't even want to see you, that day they will see you. It's not my preaching. I don't want to go there. It was Pastor Abraham. Glory be to God. I'm proud to have sons like these children. I'm blessed. I always say I'm blessed. Why? Because there is children who search into the deeper of the word of God and bring out the rhema of God and give it to people of God. And when the children of God listens to this, let me tell you one thing, my brothers and sisters who are watching me at this moment, that every night will never remain a night. Morning comes each and every day. The sickness which you are into can never remain there forever. The healing will come. And that's why there is the word sickness, and that's why there is the word healing. That's why there is a word problem, so that the word solution should be existing. Hallelujah. Don't think that the troubles you're going through, tribulation you're going through, the word solution didn't exist. It's still there. And that's why God can never bring problem in your life, can never bring trouble in your life, can never put water in front of the children of Israel without knowing that there is a solution. He couldn't leave the children of Israel to allow them to get out of Egypt, just to walk through wilderness without knowing that there is water for them to cross. He knew that there is water for them to cross. And because he knew that there is water for them to cross, that means the solution is going to be there. He knew already. My brothers, my sister, whatever you're going through, God knows already that there is a solution at it. Let me tell you, when he was telling the children of Israel to get out of Egypt, he knew that there is water. He knew what they will go through. And he knew there is a solution to every problem they will face on that journey. He knows. He knows. I repeat, he knows everything you are going through. He knows whatever you're going through. He knows everything you are facing at this moment. And he knew already, and he planned that the solution shall be provided for you. Hallelujah. Don't ask questions that, God, why did you allow this? He allows it because for his own glory. He allows it so that he can glorify his son's name. He allows it so that he can tell you that every problem you're facing, I already planned it. Because I planned it, that means the solution is at the end. Hallelujah. Glory, 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 glory. I feel like it's not yet. My brothers, my sisters, I want you to hear me very well. There is a rhema here for somebody. There is a rhema here for a certain person. There is a rhema here for someone there, outside there. Wherever you are, God knew that the problem you're facing is for his glory. And he knew them already since you were in the womb of your mom. Before you were even existed, God knew what you'll be facing. God knew what you'll be going through. God knew what people will be doing to your life. God knew what the world will be doing into your life. And that's why he allowed it. So that you today should be for the glory of his name. Hallelujah. 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 There is nothing which you're going through that God doesn't know. Every step of your life, God already planned it. And because he planned it, he knows where there is a problem, and he knows where that problem is going to end.
Every situation you are facing, he knows where he's going to finish it. And when he finishes it, every person who is looking you down, they will raise their eyes and look you up as they looked at Bartholomew. They were looking him down when they were facing at him. But at a certain point, every eye changed and they looked it up. Why? Because Jesus pointed up and said, Zacchaeus, today I'm going to be in your house. And do you know what happened? Because he was a very short person. He was so short. When he was walking on the street as a tax collector, everybody was looking at him like this. But when he climbed on the tree, on that sycamore tree, because he couldn't see Jesus, for him to see Jesus, he had to climb on that tree, that sycamore tree. And when Zacchaeus climbed on that sycamore tree, when Jesus was pointing out, he didn't point down that, Zacchaeus, I want to go in your house. No. He pointed up, Zacchaeus, get down. And everybody, when they said Zacchaeus, everybody looked up. And that's how they will look at you one day. And that's why they'll be looking at your life one day. And that's how they'll be looking at your life at a certain point. When Jesus will say, my son, your problem has ended today. And everybody will look up and see, who is that? That'll be you. That'll be you, my sister. That'll be you, my brother. That'll be you, my mother. That'll be you, my brother. That'll be you, my father. Because that day, everybody will raise their eyes to look at you. Not the way they were looking at you down. My. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I wish I could continue. I wish I would have time. I wish it could be my day to preach. But it's not my day. I was just translating what my brother Abraham was preaching. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this word of Rhema God has just provided for a certain person today. God bless you. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Sometimes we have to allow the Spirit of the Lord at work. Let us forget ourselves and allow God working. He says we should allow that we should pass through this lesson of trouble, because every trouble has a word of solution at the end of it. May God bless you and have a lovely night. See you Friday. As always, as usual, invite a lot of people. On our Facebook page, invite your friends to follow our page and they'll be blessed. You'll be part of spreading the message of the cross. Invite your friend to follow our page and God will bless you. Have a lovely, lovely